الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن
لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. Ndugu zangu Waislamu, wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi ula. Na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumuudhi na kumuasi Mola wake. Ndugu zangu Waislamu, kwa mukhtasar wa hali ya juu, khutba yetu inasema kisa cha kutaka kuchinjwa Nabii Ismail alayhi salam. Kisa ni kirefu ndugu zangu, lakini namuomba Allah anijalie kuifikisha kwenu kwa mukhtasari wa hali ya juu. Kisa hiki kimetajwa ndani ya Qur'ani tukufu katika suratu Safat aya nambari 99 hadi 111. Msikilize Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akimzungumzia baba wa manabii, baba wa tauhid, baba wa iman, Ibrahim alayhi salam. Allah anatuambia akimnukuu Nabii Ibrahim alayhi salam, وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Nabii Ibrahim alayhi salam, watu wake walipomfanyia vituko mbalimbali, kituko cha mwisho walimtumbukiza ndani ya moto. Allah alipomwokoa akamtumbukiza
akawaacha watu wake na akaondoka, akasema inni dhahibun ila rabbi sayahdin, hakika yangu mimi Ibrahim sasa ninaondoka, ninaelekea kwa Mola wangu mlezi, naye ndiye atakayeniongoza. Kisha Ibrahim akamwomba Mola wake, Allah amjalie mtoto mwema, Allah amjalie kizazi chema. Akasema rabbi habli minas salihin, Mola wangu mlezi, nijalie nitunuku mtoto atakayekuwa miongoni mwa wema. Hapo ndipo Allah alipopokea dua yake, ni papo kwa hapo. Akasema Allah, fabasharnahu bighulamin halim, tukambashiria mtoto aliyempole kabisa. Ismail akapatikana ndugu zangu, Ismail akaanza kukua ndugu zangu. Kwa mujibu wa maulama, alipofika miaka 12 au 13 takriban, Nabii Ibrahim alayhi salam akaanza kuota ndoto mfululizo. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia kutokana na hadithi ya Abdullah ibn Abbas, رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، ndoto ya manabii ni wahi. Iblis, shaitan, hawezi kumchezea nabii katika manabii akamletea ndoto za uongo. Ibrahim alayhi salam akawa anaota mara kwa mara akiwa anamchinja mwanaye wa pekee, mtoto wake wa pekee, ambaye baadhi ya ulama usira wa tarikh wanatuambia amempata akiwa mtu mzima, takriban ana miaka 90. Nabii Ibrahim ni katika manabii waliopewa mtihani wa kuchelewa kupata mtoto kama alivyopewa Zakaria alayhi salam. Ibrahim amekuwa ni mkubwa, umri umeenda sana, ndipo Allah anampa mtoto. Mtoto wa kwanza anaitwa Ismail ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Alipofika miaka 12 13, ndoto inajirudia mara kwa mara. Ibrahim hapo ndipo alipozinduka, akaona hii ni wahi kutoka kwa Allah, akaona hili ni agizo kutoka kwa Allah, akaona huu ni mtihani kutoka kwa Allah. Ibrahim hakukurupuka ndugu zangu, hakutumia udikteta ndugu zangu, akamwita mtoto wake wa pekee, akakaa naye kikao, akamwambia ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk, ewe mwanangu, inni ara, hakadha bifi'li almudari' alladhi yufidu at-tajaddud wal-istimrar wal-istihdhar. inni ara ay ra'aytu wa ara wa ma ziltu ara, mwanangu, mimi nimeota na ninaendelea kuota, ninaona usingizini mimi na kuchinja. Fanzur madha tara, mwanangu, tafakari, mwanangu, angalia, kisha unipe
data na wakajizima data, ambao wanawapingia wazazi wao na kuwaasi, wakati Qur'ani imesema imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Wazazi wako wawili wakifikia utu uzima wote wawili au mmoja wapo, basi usimwambie hata neno la uff. Mzee naye kadata dingi na yeye bwana, kila siku ni kelele tu. Hakusema hivyo. Ismail anamtii baba yake katika suala la kupoteza maisha yake, kwa sababu anajua baba yake hakosei, kwa sababu anajua baba yake ni nabii wa Allah, na anajua ile si ndoto ya kawaida, bali ni wahi kutoka kwa Allah jalla fi'ala. Baba na mtoto walipokubaliana, habari ikaenda kwa mamia Sheghele, mama wa Ismail. Hakulia, hakupiga kelele, hakusema wewe umezidi, wewe unaenda na mimi, wewe mtu mzima hovyo, wewe umechanganyikiwa, wewe kadha wa kadha. Mama naye akakubali. Allah anatupa picha halisi, anasema falamma aslama, hakadha bialif almuthanna, walmuthanna yurfa'u bilالف وينصب ويجر بالياء. falamma aslama, pindi ambapo Ibrahim na Ismail wote wawili walipokubali kusalimu amri ya Allah, walipokubali kutekeleza amri ya Allah, kutekeleza agizo la Allah, sasa Ismail anachinjwa. Ndugu zangu, angalia, kuna riwaya inasema Ismail kamtaka baba yake amchinje kifudifudi na wala asimchinje chali, kwa sababu akimlaza chali wakati anamchinja ataona uso wa mtoto wake, ataona machozi ya mtoto wake, ilimbidi ambindue mtoto wake, amchinje kinyume nyume, amchinje mtoto wake kifudifudi. falamma aslama wa tallahu liljabin, wote wawili walipokubali kutekeleza agizo la Allah, Ibrahim akamlaza mtoto wake kifudifudi, akalinoa vizuri kisu chake, kila akiweka kisu, kama alivyosema mmoja katika wema waliopita, as-Sadi, Allah aliweka katika shingo la Ismail ngao ya shaba, ndugu zangu, ili kisu kikatae kuchinja. Subhanallah, Ibrahim yuridu an yadhbah wa Ismail yuridu an yudhbah, wa rabbu Ibrahima wa Ismaila la yuridu an yudhbah. Ibrahim alikuwa yuko tayari, sasa anataka kumchinja mtoto wake. Ismail naye anataka kuchinjwa, lakini Mungu wa Ibrahim na Ismail, Mola wa Ibrahim na Ismail, hataki Ismail achinjwe. Kuna riwaya inasema kila kipitisha kisu kinadunda, kinakataa kuchinja. Kumbe Allah unataka nini? Ni wewe uliyemletea wahi mara kwa mara mchinje mtoto wake, lakini alipoanza kuchinja yuko serious, unakataa achinje. Allah alitaka kumpima Ibrahim alayhi salam. Allah alitaka kujua ukweli wa Ibrahim alayhi salam. Allah alimjaribu Ibrahim alayhi salam. Na Ibrahim, ndugu zangu, kwa mujibu wa ulama usiyari wa tarikh, ni nabii wa pili kwa utukufu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yani Ibrahim ndio namba 2 kwa utukufu na kwa kila kitu.
Allah anasema alipomwelekeza kifudifudi anataka kumchinja, anahangaika, kisu kinadunda, anarudi tena, ndipo Allah akamnadi Ibrahim. Ndipo sauti ikatoka mbinguni, wanadainahu ayya Ibrahim. Hapo ndipo tukamnadi, hapo ndipo tukaanza kumwita, ewe Ibrahim, stop, usiendelee kumchinja mtoto wako. Inna kadhalika najzi almuhsinin ya Ibrahimu qad saddaqta ar-ru'ya wanadainahu ayya Ibrahim. Na tukamnadi kutoka mbinguni, ewe Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, hakika tayari umekwisha sadiki ndoto, umekuwa tayari kutekeleza wahyi na agizo la Mola wako mlezi. Inna kadhalika najzi almuhsinin, hakika sisi hivi ndivyo tutakavyowalipa watendao wema. Baada ya kuambiwa usimchinje, kipi kilichotokea? Yapi yaliyojiri? Jibril alayhi salam akaanza kupasua mawingu ya mbingu zote mpaka wingu la mbingu ya dunia, huku akiwa amemkamata kondoo. Wafadainahu bidhibhin adhim, na tukaleta fidia, tukamletea Ismail fidia. Badala ya kumchinja yeye, tukamleta fidia kondoo aliyenona kabisa, kondoo aliye mtukufu kabisa. Abdullah ibn Abbas anasema kondoo huyu aliandaliwa, alikula misosi ya peponi miaka 40. Kondoo ambaye alikuwa ni mweupe, mwenye macho makubwa, mwenye mapembe yaliyo mazuri kabisa. Ndipo sasa fidia ikashuka. Kondoo aliyekula, aliyeishi katika pepo miaka 40 akaletwa, na hatimaye Ibrahim akamchinja kama fidia badala ya mwanaye wa pekee Ismail alayhi salam. Ndipo Allah akasema, watarakna alayhi fil akhirin, tukaacha sifa njema za Ibrahim baada ya kuondoka kwake kwa wale watakaokuja. Angalia leo mimi na wewe tunamzungumza Ibrahim alayhi salam kwa utayari wake, kwa kumtii kwake Mola wake, na kwa kutekeleza kwake maamrisho na maagizo yake. Salamun ala Ibrahim, salam salam juu ya Ibrahim. Kadhalika najzi almuhsinin, hivi ndivyo tutakavyowalipa watendao wema. Innahu min ibadina almu'minin, hakika yake Ibrahim ni miongoni mwa waja wetu walioamini kabisa. Kwa ufupi ndugu zangu, kisa kiko hivyo, na kuanzia hapo imekuwa sunna kwa ummatu Muhammad na kwa Waislamu wote kwa ujumla kuchinja. Ndugu zangu, ala fadahhu ayuha almuslimun, fa innaha sunnatu abikum Ibrahim wa sunnatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuchinje Waislamu, kwani ibada hii ya kuchinja ni mila ya baba yetu Ibrahim, ni sunna ya baba yetu Ibrahim, lakini pia ni sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi iliyo sahihi, bwana mtume amechinja dhaha bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kuchinja kondoo wawili walionona,
wenye mapembe mazuri weupe, kawachinja kwa mkono wake mtukufu, akasema bismillah wallahu akbar. Ndugu zangu, kwa kumalizia, mnyama unayetaka kumchinja hakikisha amefikisha vigezo na masharti ya kisheria, na kwa haraka vigezo na masharti ya kisheria. Kwanza atokane na bahimatul an'am. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. atokane na wanyama wa mifugo, awe ngamia au ng'ombe au mbuzi au kondoo, lakini pia mnyama huyu awe amefikisha umri wa kisheria. Kama ngamia lazima awe na umri wa miaka 5, na ng'ombe lazima awe na umri wa miaka 2, na mbuzi lazima awe na umri wa mwaka 1, na kondoo lazima awe ana miezi 6. Lakini pia mnyama wako hakikisha hana kasoro 4, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asiwe chongo, al-awra'u al-bayyinu 'araruha, asiwe chongo kiasi ambacho uchongo uko wazi. Kasoro ya pili, wal maridatu al-bayyinu maraduha, asiwe ugonjwa uko wazi. Kasoro ya 4, wal arja'u al-bayyinu dhara'uha, asiwe anachechemea kilema. Al-bayyinu 'arajuha, kilema chake kiko wazi. Sharti la 4, wal kasiratu allati la tunqi, asiwe amevunjika, asiwe amekondeana, awe ana mafuta na awe ameshiba. Na sharti la mwisho, an takuna al-udhiyatu fi al-waqti al-muhaddad shar'a, uchinje katika wakati wa kisheria baada ya kumalizika kwa swala ya Eid kama hivi mpaka siku ya mwisho katika masiku ya ayamu tashriq. Yani kuchinja ni siku 4 mfululizo, leo siku ya Eid na siku 3 mbele za ayamu tashriq. Mwisho kabisa, Waislamu, ujumbe wa Eid unasema kama ifuatavyo: nchi yetu inatarajiwa kuingia ndani ya uchaguzi mwaka huu, na tathmini yaonyesha chaguzi hizi huwa zinaleta rabsha, ghasia, mtikisiko wa amani na utulivu na wa kitaifa kwa ujumla. Wito wangu kwa Waislamu na Watanzania, sisi tustick na taifa, tusistik na watu. Sisi tulipambania taifa, tuhakikishe taifa hili linabaki kuwa salama salmin, kwa sababu bila ya usalama, amani na utulivu tusingejiachia leo katika viwanja hivi vya Madenge kwa mapana na marefu. Tuliombee taifa letu kila la kheri, tuliombee taifa letu Allah aendelee kulilinda, liendelee kuwa taifa la amani, taifa la haki, taifa la usalama, taifa la utulivu, taifa la maelewano na mshikamano baina ya watu wake. Tuige sunna ya Nabii Ibrahim ambayo leo tunamwiga kuchinja, tumwige pia katika kuliombea taifa, kwa sababu Ibrahim alisema rabbi ij'al hadha albalada amina, Allah ujalie mji wangu huu uwe mji wa amani. Tuendelee kuliombea taifa letu, lakini pia tumuombee rais wetu, kwa sababu Allah atakapompa wepesi ndio katupa wepesi sote.
Mwisho kabisa, tusiwasahau ndugu zetu wa Falastini kwa yale magumu wanayoyapitia, miaka nenda miaka rudi, ulimwengu mwatelekeza, hakuna anayewatazama, watu wote wameridhika wauawe, watoto wadogo, akina mama, wazee, misikiti, mahospitali yanavunjwa na kubomolewa kila siku, kisa na mkasa kwa sababu wao ni wa Palestina na wao ni Waislamu. Tuwakumbuke kwa dua, tumwombe Allah amwangamize kila dhalim katika ulimwengu huu na amnusuru kila madhlum katika ulimwengu huu. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعل تنزانيا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انزل الطمأنينة والسكينة والبركة والخير علينا، صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم أعد علينا أيام العشر، اللهم أعد علينا أيام ذي الحجة سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام ونحن في صحة وعافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.